Amu TV, the stories behind the scenes. Ukitia maanani kiama na kuzingatia na kukumbuka kama daktari wao, basi ndo kalirudia nyuma sana. Hali yenu ingekuwa bora zaidi kuliko ilivyo sasa hivi. Lakini harutia akilini, ndio maana wakuta kila mmoja hufanya afani yao kana kwamba haisikamwe. Kuna siku kuna ya kiyama, kuna siku utahesabiwa, kuna siku utalipwa kama hakuikama. Kila mmoja shielo ndio analo la nyumbani, lakini kwamba tungalikuwa hujia akilini kwamba kuna siku yaumu hisabu, kuna siku kwa yaumu dini, basi tungalishika breki kwa uzuri katika kuishi kwetu. Mwenyezi Mungu atuongoze inshallah wa taala. Katika Uislamu wa ibadati kuna anwai, zinazoitwa ibada mbalimbali, lakini zote lengo lake ni moja. Kila ibada huwa hutofautiana. Swala si kama saumu, saumu si kama hija, hija si kama zaka, lakini zote hizi ibada zote lengo lake na shabaha yake ni kumtengeza mwanadamu awe mwema zaidi katika uhusiano wake na Mola wake na uhusiano wake na baada ya wenzake wake. Kama sura ambao za kula kisihula anwai ya chakula na zote zina umuhimu wake, na kila chakula kina kazi pale katika mwili wangu, na ibada namna hiyo hiyo. Kila ibada ina kazi pale kumtengeza mwanadamu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu akala mfano swala, ametuambia inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Swala madhumuni yake ni kuwabaza watu na kuwatenga na kuwaweka mbali mambo ambayo yasiyofaa, mambo ya makosa. Na swala ina miko yake kama tulivyoeleza kwamba innama yataqabbalu Allahu salata ahadikum biqadri khushu'ihi fiha. Miko ya swala ni kwamba mtu aswalipo aswali kikamilifu, yani akili yake kwenye swala, viwiliwili kwenye swala, moyo wake kwenye swala. Hapo ndipo Mwenyezi Mungu anapotakabali swala ya mtu aswalipo. Ikosekana khushui, swala haina thamani ya Mwenyezi Mungu. Kuna ibada nyingine namna hiyo hiyo. Kama saumu, saumu Mwenyezi Mungu tuambia saumu akaondoa kueleza kaingana saumu ya hadiku fala rafasa wala wala rafasa wala jidal kadhalika. Katika saumu pia kuna miko kama hiyo. Moja katika mambo ya saumu na walipotoa Mwenyezi Mungu, uhilla lakum lailata siyami arrafahu ila nisaikum. Katika miko ya saumu ni kwamba mtu mkana kutoa ule hafai kumkaribia mke wake wa halali, kwa sababu hafai kumkaribia mpaka usiku. Katika hija pia kuna miko yake. Hii ibada ya hija ina miko yake, na Mwenyezi Mungu alieleza miko ya hija. Zaka, sadaka zina miko yake. Wala tukiru sadaqatikum bilmani wal adha. Sadaka, zaka, Mwenyezi Mungu ameweka miko yake. Miko yake ni kwamba mtu ili sadaka yake itakabaliwe na Mwenyezi Mungu ni kwamba asiharibu sadaka yake bilmani wal adha, kwa kuwatolea watu matushi wale wanaowapa na kuwaudhi, kwa sababu yote maudhiko. Kila ibada utaamali matuta ina miko, na miko ya saumu ya hija Mwenyezi Mungu ameitaya katika aya hii, al-hajju ashhurun ma'lumat. Hija wakati watu wanajua wakati wake ya hija kuja kwenye ihram ya hija, ashhurun ma'lumat, ni miezi maalum. Katika mwezi wa Ramadhani, sababu Ramadhani haina kama hija na katiba ni hija katika ile ashhurun ma'lumat. Ingawa ibada hija haiwezi kufika yote ya hija wala mwezi wa tatu mwezi wa tatu kwa
lakini kutaka tena nela ashhuru ma'lumat ilipopanga kitamka. Kwa hikma gani Mwenyezi Mungu akala kutaya kwamba ni yako mtu ulipoda hija akiingia kwa madhara bila hajasahilia safari hija ile kwa nguo na kama nguo za hija kuna miko lazima itunge iko wenyewe kwa manufaa ya hija haja fala rafatha wala tuqa wala muhajo arfu wa mudawwala na sio kwenye hija mutawa kwenye ibada kabisa ilikuwa ni pema hapo ile kila yote kuja kwenye hija masala kwa na ngopi. Sasa muda wote ule itakubidi utunge ile miko Mwenyezi Mungu aliweka ya mtu aliyofanya kazi kama ule muda ule utosha kukupendeza wewe na kukufanya uzoee yale ambayo umezoweza wakati wa ihramu yako ya hija. Sasa yao namna hiyo, sasa yao muhtasari wa safari baada kuondoka fungo tatu ndio kuingia ndio wanaondoka wenda hija. Zamani watu kwa Shaabani ama vile wao fungo kwanza ndio wanda safari wakati shughuli za hija. Kwa hivyo safari za hija ni ashhuru ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha. La kwanza ambalo mtu kukatikiwa minasa yao ndio inaingia kwenye faradhi ya hija, kama kukatikiwa kwenye swala kwa Allahu Akbar na kwa ihram, na kwenye hija kuna ihram yake. Kisha kwenye hija fala rafatha, hakuna ruhusa ya mtu kufanya Rafa ni udrama ama ngono ama sexual intercourse kwa Kiingereza. Mtu akisha kutumia hija hafai tena, hata kama ni mke wake ambao wa halali aliyoikanao hafai kumkaribia. Na rafa ni neno pana laingia hii kitendo na pia yakiele mambo ya kukaribishao, yaani maneno pia hayafai, maneno utara yaingia hapo. Na kwenye somo ya wahilla lakum lailata siyami arrafathu ila nisaikum, kwenye usiku wa kuanzia somo mmeruhusiwa kuangalia wake zenu ambao nyuma ilikuwa hairuhusiwi, na katika hija ni yao. Kisha kuingia kwenye ihram ya hija fala rafatha, marufuku kabisa masala ya mtu kumgilia mke wake. Kisha kumgilia mke wake hata kufunga ndoa tu au wewe kumfungisha mtu ndoa haifai, ifanye kwa umeharibu. Yaani mololozo ambalo ile akili yako itakwenda kuwaza mambo ya mzaha, mambo ya majiliano mume na mke. Kisa wala kusuka pia ni marufuku ya hija. Mtu akishakuja kwenye ihram hana ruhusa ya kufanya makosa mengine yoyote isipokuwa mbali na hilo la kugira mke wake wa halali. Leo lazima mke wako wa halali, lakini huna ruhusa hata kwa maneno yale ya utara ambao watu huzungumza na wake zao na watu wengine hayafai tofauti. Wala jidala fil hajj, wala hakuna jidali mizozano katika hija. Hili neno wala jidala fil hajj na tafsiri mbili. Moja wa tafsiri inaenda kwamba hakuna mamishano ya kwamba hija ni leo ni kesho, Arafa ni hapa ni pale. Kisha kukia kwenye hija hakuna Mwenyezi Mungu ndiye kufafanua mambo yote yaeleza mahala gani utafanya nini, siku gani utafanya mambo gani. Kwa hiyo watu wakakali warudi tena ni leo ni kesho ni pale ni hapo. Hii tafsiri moja. Tafsiri ya pili wala jidala fil haji, yani msiwe na mazungumzo ya mizozano katika hija, kwa sababu mzaha kuchukua wasaa. Tunazungumza nilaka mkishukuru kuka keshikana koo kama kuteza shetani wakizengea kufa kama hizo. Kwa hiyo hii ni miko ya inapoonekana kila mwana wa hija aitunga. Sasa ukaona lau kwamba tungalikuwa huja kwenye ihram mapema kwa zile siku zote miezi miwili mwezi mmoja mtu kwenye hali kama hiyo,
bila shaka baada ya hija angalikuwa mzee kuzoea yale ambayo aliyotenda nayo wakati wa hija. Ilikuwa ndio maisha yake, amerafika sana, lakini kwa kuwa hakuna ule muda mrefu kwa wakati huu, ni mambo ya kujulikana watu wana hija kama kuna kutua kwa mahali popote, lakini kuna kuangalia na kukumbana na kuwaiwa mambo mengine. Kwa hiyo ile ruhu haswa ya hija imefika kiasi fulani. Wama tafalu min khairin ya'lamu Allah, lolote mtakalo kuifanya katika mambo kheri, mambo mazuri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayajua. Kwa ibada ya hija ni ibada ina umuhimu wake na ina malengo yake na ina miko yake. Kwa watakao watoto kuna hija wajidije, waikaze, watekeleze ile miko ya hija, isiwe imegharimika, wamesumbuka, watu watama kwao, wana safari na muda mrefu na magharama kubwa kisa wewe watakwenda pepe. Kila mwaka jitahidi kadri kuweza. Na jazaa ya hija kama Mtume anatuambia, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Hija mabrur haina malipo mengine ila pepo. Lakini hija mabrur ni gani? Al-hajjul mabrur ni hija ambayo mtu leo alikuwa hija, toka pale alipoingia kwenye ihram hakufanya kosa lichukielo katika mambo ambayo ni maasi ya chukielo, yaani ameitunga kama malaika kwa muda ule wa hiyo wiki. Sasa ni wiki wala sio tena na miezi miwili mitatu au kwenye ihram, ni wiki tu. Sababu pia mfungo tatu mwanzo 13 kila kitu kimezie. Kwa hiyo katika kipindi hiko kwa kipindi kifupi, si kama kaya kipindi kirefu, kipindi kifupi cha siku za kuhesabika. Mtu akipinga kaizilia nafsi yake, kaidhibiti, asikose, asambe, asinene urongo, asifanye lolote ambalo kwamba Muislamu hafai kulifanya. Hapo ndio atakuwa hija yake inakuwa hija mabrur, na Mungu atamtimizia ahadi aliyompa, laysa lahu jazaa illa aljanna. Hija mabrur haina malipo isipokuwa ni pepo. Hii kauli ya Mtume hadithi swahili, lakini kuweza kuhiji hiyo hija mabrur si rahisi, lakini ni jambo linalowezekana. Mtu kipinga, kujitahidi, kufanya bidii, akaitenga na wale wanao hawa kanharibia hija yangu, aweza kuongoa, aweza kufanikiwa. Mwenyezi Mungu awafikie mahujaji wote kwenda. Na hii khutba nimesoma kusudi kwa ajili ya mwadhini wetu hapa msikitini Saleh bin Abubakar, ambao ni mwadhini masha Allah, ambao amejitahidi miaka 50 Saleh ni mwadhini wa hapa. Hakuna katika hapo mwadhini ambao kwenye msikiti mmoja kwa muda hono, yaani mwadhini rasmi wa msikiti wa Pwani ni Saleh, na hakosekani mwadhini ila awe hapo mwingi ama amefika mno, hana budi. Mwenyezi Mungu ajalie kheri, na si mtu kwa wadhini tu, shughuli zote hapa msikitini ni yeye, choni ni yeye. Mungu ajalie kheri. Tutarajia kwamba kuyafanya kwa ikhlas walillah, na miaka 50 si kipindi toka tukajana kikirudia mpaka leo ilikuwa mkongwe na yeye huko msikitini. Ni neema katika neema za Mwenyezi Mungu, na tutarajia mema inshallah. Hatuyuni siri ya Mungu, lakini tutarajia kwamba atakuwa ni katika wema, na Mungu ajalie hija yake ni hija mabrura wa dhamba maghfura wa sa'ya mashkura. Mungu amtakabalie yeye na wengine wote. Kuna marafiki wetu wengine pia nao kwenye mkao wa kwenda kuwafunzia sahari, safari yao wende salama au misalimin bila ya taklifu yoyote. Swali kwa kuaga kumwombea Mwenyezi Mungu wawafikie wende salama au misalimin. Tutakutoka kwa muda huo utakuwa huko pengo utakapoiwaka, si rahisi mtu mwingine kuweza kuziba, lakini ala kulli hal tutadharaki mpaka utakapokurudi insha Allah. Wabillahi tawfiq. Hili wako tuizi joto kwa kweli waliowapata, na kiyama ni yao wako watakuwa hivyo wazi, na yua shughuli moja kutenda ukawa kuna na hali ya hiyo. Na mambo mengine kama wababa katika haji ya kukumbusha kiyama, na leo kwamba ndo alikuwa ukitia maanani kiyama na
kuzingatia na kukumbuka kama daktari wao, basi ndo kalirudia nyuma sana, hali yenu ingekuwa bora zaidi kuliko ilivyo sasa yao. Lakini hakutia akilini, ndio maana wakuta kila mmoja hufanya afani yao kana kwamba haisi kamwe. Kuna siku wakugania kiyama, kuna siku utahesabiwa, kuna siku utalipwa, kama hakuikama kila mmoja shishieno endelea nalo la nyumbani. Lakini kwamba tungalikuwa hutia akilini kwamba kuna siku yaumu hisabu, kuna siku kwa yaumu dini, basi tukalishika breki kwa uzuri katika kuishi kwetu. Mwenyezi Mungu atuongoze inshallah wa taala. Katika Uislamu wa ibadati kuna anwai, ibada mbalimbali, lakini zote lengo lake ni moja. Kila ibada huwa hutofautiana. Swala si kama saumu, saumu si kama hija, hija si kama zaka, lakini zote hizi ibada zote lengo lake na shabaha yake ni kumdamu awe mwema zaidi katika uhusiano wake na Mola wake na uhusiano wake na baada ya wenzani wake. Kama sura ambao za kula kisihula anwai ya chakula na zote zina umuhimu wake, na kila chakula kina kazi pale katika mwili wangu, na ibada namna hiyo hiyo. Kila ibada ina kazi pale kumtengeza mwanadamu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu akala mfano swala, ametuambia inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Swala madhumuni yake ni kuwalaza watu na kuwatenga na kuwaweka mbali mambo ambayo yasiyofaa, mambo ya makosa. Na swala ina miko yake kama tulivyoeleza.